Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Ndugu yangu, Shwari. Hatuchezi. Hatuchezi. Mnaonekana kama mnaikiuka bodi ya ligi. Kwanza bodi ya ligi sio kama tunakiuka. Wao wamekiuka mara nyingi zaidi kuliko hata vilabu vyenyewe. Jambo la kwanza 2021 watu wamezungumza hapa. 21 ni bodi ya ligi pamoja na Simba. Na mimi siwezi kuita Simba kwa sababu Simba, jina la Simba waliitwa na mwanachama klabu ya Yanga, Mzee Hayati Karume. Kwa wao Queen FC pamoja na bodi ya ligi waliruka kanuni na sheria za mwaka 2021 ambao tulikubaliana katika ibara ya 16. Tulikubaliana kuwa ukitaka kualisha mechi inahitaji masaa 24 utoe kwa vilabu wailishe mechi. Baada ya masaa mawili kabla ya mechi anailisha mechi. Kwa mwaka 2021 ni bodi ya ligi pamoja na Simba walivunja kanuni na Queens. Yes, na wakakubaliana katika jambo moja. Baada ya kuvunja kanuni hiyo, maana yake tukakubaliana hilo jambo isirudie. Mwaka huu tena Queens FC pamoja na bodi ya ligi wameamua kuvunja hiyo kanuni. Sasa tunasema hivi, tunahitaji kufuata kanuni na sheria na taratibu. Lakini jambo kubwa anatakiwa fahamu, mwenye mpira wake katika nchi hii ni Yanga Sports Club. Ndio timu pekee ambayo imechukua vikombe vingi kuliko timu nyingine yoyote. Ndio timu pekee ambayo imeshiriki mashindano ya kimataifa kuliko timu nyingine yoyote. Ndio timu ya kwanza kucheza robo finali kabingwa kuliko timu yoyote. Ndio timu ya kwanza kucheza finali kuliko timu yoyote. Kwa hiyo unapotaja giant katika nchi hii unamtaja Yanga Sports Club. Huyu hahitaji kujadiliwa wala hahitaji mtu yoyote kuja kumtomasa kwa sababu ni mkubwa. Inapofika yatima anadeka katika nchi hii, alafu kuna mtu mkubwa juu yake, manake ni matatizo. Sifa ya yatima hataki kudeka. Yatima anatakiwa apokee maelekezo kutoka ambaye anamlea. Yaani Queens FC yatima katika nchi ana nguvu kuliko wale kupigania uhuru wa nchi. Uliona wapi? Ndio maana tukasema wao wanachama wote ambao wamekuja wanataka mambo mawili. Wanataka pointi 3 au jambo lingine lolote ambalo litatokea wataamua. Aidha jeshi la polisi au wengine. Wako lazi kufa kwa kupigania uhuru na ukombozi wa mpira wa nchi leo hii. Ndio maana tumwambia hao wote wana madumu ya maji. Kama jeshi la polisi wamejiandaa na mabomu yao, hawa wako tayari kufa kwa ajili ya kupigania klabu hii. Kama tuliweza kuikomboa nchi na leo ndio muda mwafaka kukomboa mpira wa nchi, tutaukomboa sasa. Hakuna yoyote ambaye ataweza kutuzuia kutukomboa sasa. Kwa sisi wanayanga tupo hapa kwa ajili ya kukomboa. Na sisi tuambie tu viongozi wetu, msimamo wanachama, wapenzi wa mashabiki tangu ngazi ya mkoa pamoja na ngazi ya kikanda, tumekubaliana kwa mechi hii, maelekezo tumewapa, mechi hii hatuchezi mpaka wafate kanuni na sheria na taratibu. Wakifuata hizo manake mechi itafanyaje? Itacheza. Kanuni zinasemaje? Kanuni inasema timu ambayo haijaja uwanjani inatakiwa Yanga ipewe pointi 3 na mabao 3. Na kanuni inasema timu ambayo imesusia inatakiwa ishushe daraja na nyang'anye pointi 15. Hiyo ndo kanuni ambazo zinasema za bodi ya ligi. Ukisoma kanuni ambayo 17:45 na ukisoma kanuni ambayo 34:1 mpaka 3 yametoa ya maelekezo. Kwa sisi tumetoa maelekezo hayo. Hakuna kutuzuia chochote. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, jana tumeona kuna watu ambao wanaitwa meta wazee. Mimi siitwa wazee, wale ni vijeba. Kwa sababu jambo la kwanza, kwa mara ya kwanza tunafahamu baa zote zimefungwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresima. Kwa mara ya kwanza tunaona vijeba vinakunywa konyagi vinaongea na waandishi wa habari. Na ni vijeba. Kwa jambo la kwanza, nyinyi mtakuwa muulize katika vile vijeba vyote vya jana, kijeba gani ambao mmeona na jezi? Narudia tena, hawezi kuwa wazee wale vijeba. Katika vijeba narudia tena, vile vijeba vyote vya jana, kijeba gani ambao nyinyi mmemrekodi akiwa na jezi? Kijeba gani ambayo jana mmemrekodi akiwa na kadi wanachama? Sikiliza, yani siku nyingine wakifanya upuuzi ule, msihangaike waandishi wa habari, mnite nivitie fimbo ili asiyefunzwa na mama atafunzwa na ulimwengu. Ulimwengu wa mpira wa nchini Yanga Sports Club.
Nakwambia siku nyingine kabla hajaanza tuwakague wale ambao wamelala wamekunywa konyagi, wamekunywa visungula. Kabla hajafanya press mnishtue, tuatie viboko ili akili ikae sawa. Ni uvivu wa kulima. Wanatakiwa waende kijijini wakalime, wako mjini wanakula visungula, wanakunywa gongo, wanazungumza une press ambao tunaamini mwezi mtukufu hawezi kwenda sehemu yoyote. Kwa vile vijeba vikirudia tena msihangaike nao. Niambie mwalimu wako sehemu fulani, nije na fimbo yangu nivilarue mpaka akili ikae sawa. Haiwezekani. Watu wanabishana na bodi ya ligi, wao wanazungumza upuzi katika nchi. Yanga ndio timu pekee katika nchi pamoja na kufanya mambo makubwa. Bodi ya ligi na TFF washawahi kusahau Yanga kuna ratiba. Ndio, ushasahau. Tukumbushe. Washasahau kuna ratiba FF 2021. Wasahau Yanga kuna ratiba. Yaani wamepanga timu zote, Yanga wamesahau. Yaani bingwa wa nchi, bingwa wa kihistoria, timu ambayo imecheza finali. Leo hii unasahau kuna ratiba, unaweka mazumbukuku katika ratiba. Katika nchi hii ishafika hatua imetungwa kanuni tu kwa ajili ya Yanga, yani kocha wa Yanga asivae vibukta. Si unanielewa? Yaani hawa wote wanashindwa kuelewa ukubwa wa Yanga. Ndio maana tukasema tunahitaji bodi ya ligi wajuzu. Na hii jambo la pili, na nyinyi mtusaidie. Hii bodi ya ligi pamoja na kamati za TFF zinatakiwa zionyeshe sura ya kitaifa. Unanielewa? Bodi ya ligi na kamati za TFF zinatakiwa zionyeshe sura ya kitaifa. Leo hii kaangalia kamati zote ni Tanga na Kigoma. Sio kama unafuatilia. Kamati zote zile ni Tanga na Kigoma. Kigoma anatoka nani? Kigoma ni katibu mkuu Kidao anatoka. CEO wa bodi ya ligi anatoka Kigoma. Makamu wa pili wa rais wa TFF Mguto anatoka Tanga. Rais wa TFF anatoka? Sindio? Kaulize. Anasimamia hadhi ya wachezaji na hadhi ya wanachama za haki za wachezaji katika TFF ni nani? Anatoka wapi? Hatoka Tanga. Ambao huyo Tanga ndo nani? Ndo mwenyekiti wa African Sport. Mwenyekiti wa bodi ya waamuzi, yani ambaye anaongoza bodi ya waamuzi. Ambaye kamati ya waamuzi ambaye anaongoza ni nani? Amdu Nasor ambaye anatoka Kigoma. Mwenyekiti wa kamati ya mashindano ni nani? Msafiri Mgoa anatoka Kigoma. Kuna sura ya kitaifa? Kuna sura ya kitaifa? Tuambie, ni lini uliona bodi ya ligi yoyote kokote duniani uniambie? Kiongozi katibu wa TFF anakuwa GS katika bodi ya ligi, niambie wapi uliona? Kaangalia structure bodi ya ligi. Mwenyekiti wa bodi ya ligi ni Mguto. Mtendaji wake ni CEO ambaye Kasongo. Msaidizi wake ni Azam, sio? Ukija pale katika GS ni katibu wa TFF. Yaani TFF na bodi ya ligi ni maana yake wameambatana. Kwa maamuzi ambayo anafanya bodi ya ligi ambayo yanahusiana na TFF. Unaelewa? Uliona wapi hiyo structure? Uliona wapi muundo? Alafu nasemaje bodi ya ligi iko huru? Yaani katibu wa TFF anaingia katika body committee ya bodi ya ligi. Uliona wapi duniani? Halafu tukisema wajiuzuru ni kwa ajili ya manufaa ya mpira wa nchi hii. Wewe uliona wapi duniani? Unakiangalia hapo muundo unaona kabisa hapa kuna vinasaba ya hao watu. Ndio maana tukasema tunahitaji nguvu ya umma ya kuwafanya hao wote wasambaratike. Nguvu hiyo tunao. Uwezo huo tunao. Ndio tumeanza leo. Heza wakubali. Ya kwanza walizaini kwa ajili ya msaada na kukomboa mpira wa nchi. Hii sura kitaifa ionekane. Na hapa mimi nimwambia viongozi wangu, mnapoenda hapa hizi kamati zote zenye sura mbili ya Kigoma na Tanga, haina sura nyingine yote ya kitaifa, zivunjwe. Haipo. Sio kuongezewa watu. Kwani watu hawapo? Watu wapo. Ni nani anaongoza final say ni nani? Final say ndo anatoka Kigoma, anatoka Tanga. Hiyo nyinyi mnashinda kujadili na mnashinda kuiona. Mnakuwa wapofu. Ndio maana tukasema tunahitaji bodi ya ligi ikishajiuzuru na zile kamati kaa pembeni. Inawezekana ukajiuliza,
hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.